Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Asiria kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Wapendwa, habari ya jioni. Karibuni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu, na kabla ya kuanza kipindi cha leo jioni, naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa wote wenye mwili, tuko mbele yako, tunaliitia jina lako takatifu. Baba, utuoshe na kututakasa kwa damu ya mwanao iliyomweka kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Utupatie Roho wako Mtakatifu ili katika kujifunza uchumi wa wana wa Israeli tuweze kujua kwa undani kafara aliyoifanya mwanao kwa ajili ya kutukomboa sisi. Tunaomba na kushukuru katika jina lake Yesu. Amina. Somo la 527, huduma ya patakatifu, na leo tutakuwa tunaangalia sehemu ya 10 ambapo ni sadaka za dhambi au maasi. Fungu la maandiko ni kutoka katika kitabu cha Danieli sura ya 8 mstari wa 13 na 14, ambapo anasema, ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine, akamuuliza huyo aliyenena, haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na aliyekosa lifanyalo ukiwa yataendelea hata lini kukanyagisha patakatifu na jeshi? Akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Sura ya 10. Sadaka za dhambi au maasi. Asema sadaka za dhambi zilifanywa kwa ujinga au kwa makosa, na hazikujumuisha dhambi zilizofanywa kwa makusudi au kwa kujua. Wakati Mwisraeli alipofanya kiasi fulani kinyume cha amri yoyote ya Bwana, hakuwajibishwa hadi alipojua. Mara tu alipofahamishwa kwamba alikuwa amefanya kosa, alipaswa kuleta sadaka kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya. Kwa mfano, nafanya dhambi ya kukurupuka. Mambo ya Walawi sura ya 4 mstari wa 27 na wa 28.
Lakini kama ilivyoelezwa, sadaka za dhambi hazikufaa kwa njia yoyote kwa ajili ya kosa lililofanywa kwa kujua. Dhambi za aina hii ziliitwa makosa na zilidai aina tofauti ya huduma. Kwa kawaida, kosa ni dhambi ya makusudi iliyofanywa kwa kujua, kuvuka kwa makusudi. Wakati mwingine inaweza kufanywa bila kujua, lakini katika hali kama hizo iliamriwa kwamba mtu huyo si tu kwamba angejua vizuri zaidi, bali pia kwamba angepaswa kujua vizuri zaidi, na kwa hivyo aliwajibika kwa ujinga wake. Neno la Kiebrania la sadaka ya kosa, asham, linaweza kutafsiriwa hatia au sadaka ya deni. Inaashiria kiwango kikubwa cha hatia kuliko sadaka ya dhambi, ingawa dhambi yenyewe inaweza kuwa si kubwa zaidi. Kuna baadhi ya dhambi zinazoshiriki asili ya kosa. Kwa sehemu ni dhambi na kwa sehemu ni kosa. Mtu anaweza kwa kiasi fulani asijue kosa alilofanya, lakini bado asijue kabisa. Bila shaka ni kwa sababu hii kwamba baadhi ya makosa yaliyotajwa katika sehemu ya kwanza ya sura ya 5 ya Mambo ya Walawi yanatajwa kama dhambi na makosa. Haya ni pamoja na kuficha taarifa, mstari wa 1, kugusa kitu chochote kichafu, mstari wa 2, kugusa uchafu wa mwanadamu, mstari wa 3, na kuapa bila kufikiri, mstari wa 4. Katika visa hivi mtenda dhambi aliamriwa kuleta sadaka ya hatia kwa Bwana kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya: jike kutoka katika kundi, mwana kondoo au mbuzi kwa ajili ya sadaka ya dhambi, mstari wa 6. Itakumbuka kwamba sadaka hiyo inaitwa kosa na sadaka ya dhambi. Katika mstari wa 7 inaitwa sadaka ya hatia. Katika mstari wa 9 inaitwa sadaka ya dhambi. Baadhi ya wafafanuzi wa Biblia huchukulia sadaka hizi kama sadaka za dhambi. Wengine huzihesabu kama sadaka za hatia. Kwa kuzingatia ukweli kwamba zinaitwa sadaka za dhambi na sadaka za hatia, tunaweza kuziona kama aina ya sadaka ya kati ya hizo mbili na kuziita sadaka za hatia ya dhambi. Mtu aliyetenda dhambi katika jambo lolote kati ya yaliyotajwa hapo juu alipaswa kuleta jike kutoka kundini, mwana kondoo au mbuzi kwa ajili ya sadaka ya dhambi, mstari wa 6. Ikiwa hakuweza kuleta mwana kondoo, angeweza kuleta hua au njiwa mdogo. Damu ilinyunyiziwa juu ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, na damu iliyobaki ilimwagwa chini ya madhabahu. Ibada sawa na katika sadaka za dhambi zilizotajwa katika sura iliyotangulia, mstari wa 7 hadi wa 9. Ikiwa mwenye dhambi hakuweza kuleta hua au njiwa mdogo, angeweza kuleta sehemu ya 10 ya efa ya unga mwembamba kwa ajili ya sadaka ya dhambi. Hata hivyo, hakuruhusiwa kuweka mafuta au ubani juu yake. Sababu ya hili imetolewa: ni sadaka ya dhambi. Kuhani katika kutoa hii alichukua konzi ya unga na kuiteketeza kama ukumbusho juu ya madhabahu. Mabaki yalikuwa ya kuhani sawa na katika sadaka ya nyama, mistari ya 11 hadi 13. Tupo hapa ana kwa ana na tukio la kushangaza. Kwa kawaida sadaka ya dhambi inapaswa kuwa sadaka ya damu, yaani uhai wa mnyama fulani lazima uchukuliwe na damu inyunyiziwe. Hapa hata hivyo, sadaka ya sehemu ya 10 ya efa ya unga inakubaliwa. Imesemwa wazi kwamba kuhani anapaswa kuchukua konzi moja ya unga huu na kuuteketeza juu ya madhabahu, na kuhani atafanya upatanisho
kwa ajili yake, kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya katika mojawapo ya hizi, naye atasamehewa. Mstari wa 13, asije mtu yeyote akafikiri kwamba hii ni sadaka ya kawaida ya nyama. Imesemwa mara mbili, ni sadaka ya dhambi, mistari ya 11 na 12. Kwa hivyo inaonekana wazi kwamba katika kisa hiki angalau sadaka ya dhambi ilikubaliwa, ambayo haikuwa na damu, lakini ilifanya upatanisho kwa ajili ya dhambi. Hii inavutia umakini kwa kauli inayopatikana katika mstari wa 22 wa sura ya 9 ya Waebrania, ambapo anasema karibu vitu vyote husafishwa kwa damu kwa mujibu wa sheria, na bila kumwaga damu hakuna ondoleo. Tunasema ondoleo la dhambi, wakati ambapo ni kweli kwa ujumla kwamba katika ibada ya kawaida hakuwezi kuwa na ondoleo la dhambi bila kumwaga damu. Hatupasi kusahau msamaha uliotajwa hapo. Toleo lililorekebishwa la Marekani au American Revised Version linasema kulingana na sheria, naweza kusema karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na bila kumwaga damu hakuna ondoleo. Kielezi karibu labda kinafafanua vifungu vyote viwili, ili kulingana na toleo lililorekebishwa la Marekani kauli hiyo iweze kusomwa. Ninaweza kusema karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na ninaweza kusema karibu bila kumwaga damu hakuna ondoleo. Hiyo ni sheria kwamba hakuna ondoleo bila kumwaga damu. Ina maana nzuri, ingawa katika aina kuna ubaguzi uliotajwa hapa. Hali kama hiyo inatukabili kwa kurejelea ndama mwekundu aliyejadiliwa katika sura iliyotangulia. Hakukuwa na matumizi ya damu mara moja katika mchakato wa utakaso uliotajwa hapo, bali maji na majivu pekee, lakini ilikuwa ni utakaso wa dhambi, sadaka ya dhambi, kulingana na Hesabu 19 mstari wa 9. Sio ubishi wetu kwamba dhambi husamehewa bila dhabihu pale Kalvari. Mauti ya Kristo ni muhimu kwa wokovu wetu. Hata hivyo, ni muhimu kwamba katika aina zilizotajwa hapo juu, upatanisho na msamaha wa dhambi wakati mwingine ulitimizwa bila matumizi ya damu mara moja na ya moja kwa moja. Katika kutafuta matumizi ya hili katika uchumi wa Kikristo, je, tusiamini kwamba linaashiria na linatumika kwa watu ambao hawana ujuzi wa moja kwa moja au dhahiri wa Mwokozi, na bado wanaishi kulingana na nuru yote walio nayo, wakifanya mapenzi ya Mungu kadri wanavyoelewa? Je, haliwezi kuashiria mataifa kama vile ambao hawajawahi kusikia jina la Yesu na bado kwa kiwango kikubwa au kidogo wanashiriki roho yake? Tunaamini kwamba kuna wale ambao hawajawahi kusikia jina la Bwana lililobarikiwa, ambao hawajui chochote kuhusu Kalvari au ukombozi uliofanywa kwa ajili yao msalabani, ambao wameonyesha roho ya Kristo na wataokolewa katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo tunaamini inatumika. Kesi ya kwanza iliyotajwa katika sura ya 5 ya Mambo ya Walawi mstari wa 1 ni ile ya kuficha taarifa wakati wa kiapo. Ikiwa mtu atatenda dhambi na akasikia sauti ya kuapa, naye ni shahidi kwamba ameiona au anajua, asipoisema ndipo atauchukua uovu wake. Sauti ya kuapa inaitwa sauti ya kuapa katika toleo lililorekebishwa la Marekani, na inarejelea kiapo kilichotolewa katika mahakama ya Kiyahudi. Kristo alipokuwa akishtakiwa, kuhani mkuu akajibu akamwambia, na kuapisha kwa Mungu aliye hai, tuambie kama wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Mathayo 26 mstari wa 63. Katika hali hizi Kristo hakuweza kukaa kimya, lakini akajibu, wewe wasema.
alihisi kulazimika kujibu wakati kiapo kilipotakiwa, ingawa bado awali alikuwa amenyamaza. Ni kesi kama ilivyo hapa inayozingatiwa. Mtu huyo yuko chini ya kiapo au tendo la kuapishwa. Yeye ni shahidi na ameulizwa kama ameona au anajua kuhusu kosa hilo. Anakataa kujibu, haimtaki. Katika hali hiyo atabeba uovu wake. Mistari ya 2 na ya 3 inarejelea kugusa kitu chochote kichafu cha uchafu wowote ule. Yaani hapo ni kwamba kama uligusa uchafu lazima ukatakaswe. Huenda mtu huyo alifanya hivyo bila kujua. Huenda ulifichwa machoni pake, lakini atakapojua ndipo atakuwa na hatia. Yaani dhambi unaweza kukaa nayo lakini usijue kwamba unayo. Sasa unapokuja kujua, anasema ndio hatia inahesabika. Kesi ya 4 ni ya mtu aliye hapa bila kufikiri kwa midomo yake kutenda uovu au kutenda mema. Chochote kile ambacho mtu atasema bila kufikiri kwa kiapo, ARV anapojua pia atakuwa na hatia. Yaani maana yake ni kwamba unakurupuka, unaapa bila kujua, unadhani uko sawa, baadaye ndio Roho Mtakatifu anakuja kujulisha, ndio tunaona kumbe nimefanya mabaya, ndio na kuongoza katika toba. Katika kila moja ya visa hivi, sadaka inayofaa ilipaswa kuletwa mwenye dhambi kwa ajili ya kosa lake, naye atasamehewa. Wakati mwingine inasisitiza kwamba Mungu katika nyakati za zamani hakuhitaji ungamo na fidia ili kutoa msamaha, bali alimwomba tu mwenye dhambi kuleta dhabihu inayohitajika. Ibada ya sadaka ya hatia inapaswa kurekebishwa hisia hiyo. Ungamo lilihitajika bila shaka. Mwanadamu au mwanamke, mwanamume au mwanamke atakapotenda dhambi yoyote ambayo wanadamu wamefanya, kufanya kosa dhidi ya Bwana, na mtu huyo akawa na hatia, ndipo atakapokiri dhambi yao walioifanya. Hiyo iko katika Hesabu sura ya 5 mstari wa 6 na wa 7. Hata hivyo, ungamo la jumla halikutosha, na ile general repentance hapana. Maana hiyo ni ya jumla, tunataka ile ambayo inakuchunguza wewe mwenyewe. Itakuwa atakapokuwa na hatia katika mojawapo ya mambo haya, atakiri kwamba ametenda dhambi katika jambo hilo. Mambo ya Walawi sura ya 5 mstari wa 5. Kauli hii ni dhahiri na ya uamuzi. Hapaswi kukiri tu, bali pia atakiri kwenda ametenda dhambi katika jambo hilo. Ni jambo hilo linalohesabika. Ni kwa kadiri tu anavyoungama, hivyo ndivyo atakapopokea upatanisho. Katika visa ambapo udanganyifu ulihusika, ungamo halikutosha. Ingawa ungamo lilikuwa maalum, lazima pia kuwe na fidia, ransom. Fidia hii ilijumuisha 1/5 ya kiasi kilichohusika kando na faida. Atalipa kosa lake kwa fidia yake na kuongeza sehemu ya 5 yake na kumpa yule aliyekomaa aweze kuhudumia. Hiyo inatoa katika Hesabu sura ya 5 mstari wa 7. Ikiwa haikuwezekana kumrudishia kiasi hicho mtu ambaye kosa lake lilifanywa, ama kwa sababu ya kifo au vinginevyo, na kukuwa na jamaa wa karibu, fidia ilipaswa kutolewa kwa kuhani. Mstari wa 8. Fidia hii iliongezwa kwa kondoo dume kwa sadaka ya kosa. Kutokana na hili, ni wazi kwamba Mungu alidai zaidi kutoka kwa watu wake kuliko kuleta sadaka. Alidai ungamo na fidia. Ikiwa bado inasisitizwa kwamba hakuna kinachosemwa kuhusu toba, jibu dhahiri ni kwamba Mungu hapa hushughulikia matendo ya nje
ya ibada pekee. Kama toba ingehitajika kama sharti la msamaha, ingewezekana kwa kuhani kukataa upatanisho wa mwenye dhambi, ingawa mtu huyo alikuwa ametii agizo la Mungu. Ingemwachia kuhani uamuzi kuhusu kama mtu huyo alikuwa ametubu kweli au la. Huu ni uwezo hatari sana kumpa mtu yeyote. Kwa hivyo Mungu kwa busara alijiwekea hilo. Ikiwa shaka yoyote inabaki kuhusu kile ambacho Mungu anadai kwa njia ya toba na jinsi watu walivyoelewa hitaji la Mungu, soma sala ya Sulemani wakati wa kuwekwa wakfu kwa hekalu la Bwana katika Wathesalonike Wafalme wa kwanza 1:46 hadi 53. Ile nyumba aliyoenda kuiweka wakfu, anasema kwamba hata kama tukikimbizwa na adui zako na adui zetu tukaja kuomba hapa, anasema utusikie. Anasema kwamba hivi, sikiliza ombi la Daudi, maana hupendezwi na dhabihu au ningeitoa. Wewe huridhii sadaka ya kuteketezwa. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu hutaudharau. Zaburi 51:16-17. Israeli walikuwa na nafasi nyingi za kujua kwamba kile Mungu alichotaka haikuwa dhabihu, bali moyo uliovunjika na uliopondeka. Hizi sadaka zote, huduma za dini, Mungu anachotaka ni moyo uliovunjika, moyo uliopondeka, kama bila shaka wengine walivyofanya. Kulikuwa na matukio mengine ambayo yalidai kosa na sadaka ya dhambi, na hivyo ni ya kundi linalozingatiwa sasa. Mojawapo ya haya ilikuwa kutakaswa kwa wenye ukoma. Baada ya kuchunguzwa na kuhani na kutangazwa kuwa safi, mwenye ukoma alirudishwa katika jamii na uraia kwa sherehe maalum ya utakaso iliyoelezwa katika Mambo ya Walawi sura ya 14 mstari wa 1 hadi wa 8. Hata hivyo, sherehe nyingine ilikuwa muhimu ili kumrudishia katika ushirika wa kanisa na kumruhusu kushiriki katika huduma ya patakatifu. Hii imeandikwa katika mistari ya 9 hadi 32. Mwenye ukoma alipaswa kutoa sadaka ya hatia pamoja na sadaka ya dhambi, pamoja na sadaka ya kawaida ya kuteketezwa na ya unga. Sadaka ya hatia, mwana kondoo, ilichinjwa na damu ikanyunyiziwa si juu ya madhabahu, bali kwenye sikio la kuume la yule atakayetakaswa, na kwenye kidole gumba cha mkono wake wa kuume, na kwenye kidole kikubwa cha mguu wake wa kuume. Kisha kuhani atachukua sehemu ya logi ya mafuta na kuimimina katika kiwanja cha mkono wake wa kushoto. Mistari ya 14 na 15. Baada ya hapo, kuhani alipaswa kuchukua mafuta na kunyunyizia mafuta kwa kidole chake mara 7 mbele za Bwana. Mstari wa 16. Kisha alipaswa kumtia mafuta mwenye ukoma, akifanya na mafuta kama alivyofanya na Adamu. Kuhani alipaswa kuiweka kwenye ncha ya sikio la kuume la mtu atakayetakaswa, na kwenye kidole gumba cha mkono wake wa kuume, na kwenye kidole kikubwa cha mguu wake wa kuume, juu ya damu ya sadaka ya hatia. Na mafuta yaliyobaki yaliyo mikononi mwa kuhani atamimina juu ya kichwa cha mtu atakayetakaswa, naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake mbele za Bwana. Mstari ya 17 na 18. Baada ya haya, kuhani alipaswa kutoa sadaka ya dhambi na ya kuteketezwa. Ikiwa mtu mwenye ukoma alikuwa maskini, angeweza kubadilisha na wana kondoo wawili, huwa wawili au njiwa wachanga, kadiri iwezekanavyo kupata mistari ya 21 na 28. Kauli hii hutokea mara kadhaa katika simulizi.
Mungu alitaka tu kila ambacho mtu huyo angeweza kutoa. Masikini anatoa njiwa, matajiri wanakuja na hata dume la ng'ombe. Ni muhimu kwamba ukoma ulihitaji kosa pamoja na sadaka ya dhambi. Je, tunapaswa kufikia hitimisho kutokana na hili kwamba ukoma ni matokeo ya kosa linalojulikana? Hatufikirii hivyo. Ni bora kuamini kwamba ibada katika kesi ya ukoma inaonyesha tu ukweli kwamba kuna magonjwa yanayotokana na makosa ya makusudi na ambayo hayawezi kuhesabiwa kuwa ni ujinga tu. Bila shaka ndivyo ilivyo, ingawa itakuwa hatari kwa mwanadamu kutamka hatimaye katika hali yoyote maalum. Tukio lingine lilohitaji sadaka ya hatia lilikuwa ni kuchafuliwa kwa mnadhiri wakati wa kipindi cha kujitenga kwake. Ikiwa hii ilitokea, alipaswa kuleta mwana kondoo wa mwaka mmoja kwa sadaka ya hatia, lakini siku zilizotangulia zitapotea kwa sababu kujitenga kwake kulitiwa unajisi. Hesabu 6:12. Kumbuka kauli kwamba ingawa upatanisho ulifanywa kwa ajili yake, lakini siku zilizotangulia zitapotea. Msamaha unaweza kupatikana, lakini katika visa vingi kuna hasara dhahiri. Hii inakubaliana na kauli ya Agano Jipya: kazi ya mtu yeyote ikiteketea atapata hasara, lakini yeye mwenyewe ataokolewa, lakini atapata hasara. Ibada ya sadaka ya hatia au hatia ni sawa na sadaka za dhambi. Wanyama waliuawa mahali pale pale na mafuta yakachomwa kwenye madhabahu ya sadaka. Madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa kwa njia ile ile, kulingana na Walawi 7:1-5. Makuhani waliamriwa kula sadaka za dhambi kama ilivyoelezwa katika Mambo ya Walawi sura ya 6:24-30. Na hiyo ilikuwa sawa kwa sababu za hatia. Kila mwanaume miongoni mwa makuhani atakula, italiwa mahali patakatifu. Ni takatifu sana. Kama sadaka ya dhambi ilivyo, ndivyo sadaka ya hatia ilivyo. Kuna sheria moja kwao: kuhani afanyaye upatanisho kwayo ndiye atakayekuwa nayo. Walawi sura ya 7:6-7. Tofauti moja kati ya sadaka ya dhambi na sadaka za hatia ni ile ya kunyunyiza damu. Katika sadaka ya dhambi, damu iliwekwa kwenye pembe za madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Hiyo inatoka katika Mambo ya Walawi 4:25-30-34. Hili halijatajwa kuhusu sadaka ya hatia. Kulingana na Mambo ya Walawi 7:2, damu ya sadaka ya hatia ilinyunyiziwa pande zote juu ya madhabahu, sawa na damu ya sadaka ya kuteketezwa na ya amani. Baadhi ya watu wanadhani kwamba kauli hii, kama ilivyo sadaka ya dhambi ndivyo ilivyo sadaka ya hatia, kuna sheria moja kwa ajili yao. Mambo ya Walawi 7:7 inarejelea kunyunyiziwa kwa damu. Katika hali hiyo, damu ya sadaka ya dhambi pamoja na ile ya sadaka ya hatia angenyunyiza pande zote juu ya madhabahu na pia kuweka kwenye pembe za madhabahu. Hata hivyo, inaonekana kwamba sheria moja inarejelea maalum kula nyama, kwa kukosekana kwa kauli yoyote iliyo wazi kuhusu hili. Tunahitimisha kwamba damu ya sadaka ya dhambi iliwekwa kwenye pembe za madhabahu ile ya sadaka ya hatia, iliyonyunyiziwa pande zote juu ya madhabahu, na kwamba katika visa vyote viwili iliyobaki ilimwagwa chini ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Tutaendelea na sehemu ya 11 nadhani kesho. Hitimisho. Katikati ya vilio vinavyochanganya utapelekwa ushuhuda maalum, ujumbe maalum wa ukweli unaofaa kwa wakati huu. Ujumbe maalum unatakiwa kupokelewa, kuaminiwa
na kufanyiwa kazi. SDA Bible Commentary Volume 7 ukurasa 984. Kama hujui ujumbe huo ni nini, ni namna gani tunaweza kuwa na sehemu katika kuutoa na kuweza kuutambua wakati unapokuja. Shetani amepanga hali ya mambo ambapo utangazaji wa ujumbe wa malaika watatu utafungwa tu. Tunatakiwa kuwa na tahadhari na mipango yake na taratibu. Hakutakiwi kuwepo na kuondoa ukweli wala kufunika ujumbe kwa wakati huu. Ujumbe wa malaika watatu lazima utiwe nguvu na kuthibitishwa. Sura ya 18 ya Ufunuo inafunua umuhimu wa kuleta ukweli bila kuwa katika viwango vilivyopimwa, lakini kwa ujasiri na nguvu. Kumekuwepo na kupapasa katika kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe haujatolewa kwa wazi na kwa pekee kama ulivyotakiwa kuwa umetolewa. Evangelism ukurasa wa 230. Kazi yetu sasa ni kuamsha watu. Shetani pamoja na malaika zake wote ameshuka chini na nguvu kuu kufanya kazi kwa kila udanganyifu unaowezekana kupingana na kazi ya Mungu. Bwana ana ujumbe kwa ajili ya watu wake. Ujumbe huu utapelekwa, watu wakubali au kukataa. Kama ilivyo kwa siku za Kristo, kutakuwepo na njama za hali ya juu za mamlaka za giza, lakini ujumbe hautakiwi kufunikwa kwa maneno laini au hotuba za staha zilijazo amani amani, wakati hakuna amani, kwa wale wanaogeuka ambayo kutoka kwa Mungu. Signs of the Times Volume 3 ukurasa 441 ya Desemba 23, 1897. Kuhusiana kusimama katika kutetea ukweli na haki wakati wengi wanatuacha, kupigana vita vya Bwana wakati mashujaa ni wachache. Huu ndio utakuwa mtihani wetu. Au wengine ambao wameshaanza hema mateso wanasema huu ndio mtihani wao. Testimonies for the Church Volume 5 ukurasa 136. Hata sasa mashujaa ni wachache. Karibu hapo kuna nini? Vitabu. Na iwe nuru, historia ya Biblia ya kutengana 6000, shirika la kanisa la Mungu, nyumba iliyojengwa mwambani 6000, juu ya mwamba huu, kufunguka kwa siri ya kanisa la Mungu 6000, neno alifanyika mwili, Mungu Roho Mtakatifu na gharama kubwa ya wokovu wetu 8000. Na sambamba na hivi kuna mbingu zilishuka chini, sehemu ya kwanza na ya pili, kurasa 700 1021. Omega ya uasi wa kuogofya kwa Waadventista wa Sabato shilingi 1016. Machukizo ya Omega na historia ya kanisa shilingi 20,020. Pambano kuu baina ya Kristo na Shetani shilingi 15,000. Badiliko la kupokea utatu kwa Adventista shilingi 5,000. Vitabu vinaelezea historia ya kanisa la Waadventista na imani waliokuwa nayo, na huku Nabii Ellen G. White akiwa kati yao zaidi ya miaka 50. Ni jinsi ambavyo baada ya kufa kwake kanisa aliloliacha limebadilika na kwa Wakatoliki wanaoendesha misa takatifu siku ya Jumamosi, kwani viongozi waliamua tangu mwanzo kula meza moja na Shetani. Kweli wote wa uasi umeelezwa na rejea ushahidi na utajisomea mwenyewe baada ya kungoja kusimuliwa hadithi. Soma vitabu hivi ili ukate shauri. Pia angalia tovuti yetu, yani www.reformedremnants.org ili upokee ushahidi wa kutosha kuhusu kanisa la SDA lilivyokengeuka na jinsi ya kupokea mvua za masika na kutoa kilio kikuu cha malaika wa Ufunuo 18. Kwa hitaji la vitabu, vipeperushi na ubatizo, nipigie simu saa yoyote na nitakuletea katika namba zinazopita kwenye skrini. Hapo ndipo mwisho. Hebu tupige magoti kwa ajili ya ombi.
Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa wote wenye mwili, tunajikabidhi mikononi mwako tukiomba ya kwamba uichukue miili yetu katika programu yako na ukatutimizia haja za maisha yetu. Yaani, hebu tukawa watii na kufuata wewe daima. Katika jina lake Yesu tunaomba. Amina. Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Asiria kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulichokimbia Roma? Kipi unachofundisha leo? Ndugu, mafundisho idara, bima na msalaba, kanuni wa ina lesoni, sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Nini maana ya matengenezo? Ni kuinua nuru iliyokanyagwa na kutoa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu.
Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.